Mimi ndo niliyenunua nyama kwanza ukujue. Nikamwambia mke wangu hapa tutoe vipande 12. Yeye ambaye hajui uchungu mimi ile hela naipataje katika mazingira gani, anaenda kuonja vipande 7. Mimi niliyenunua kutoa hela yangu mfukoni. Yeye mimi nakula kipande kimoja kwenye hivyo 5 vilivyobakia. Hata wewe mwenyewe ingekuwa ni wewe ungechukuliaje? Yes bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Nikiripoti moja kwa moja tokea kwenye mkoa wa Mtwara, kwa inapatikana maeneo ya kusini huku kwenye wilaya ya Masasi, kunako kijiji cha Chikukwe kama sikosei. Ya Chikukwe. Yes, Nyundo TV tumeweza kufika, lakini moja kati ya vitu ambavyo vimetufanya tustuke, vitu ambavyo tumesema wacha tuwaletee watazamaji wetu ni kuhusiana story ambayo tumeweza kukutana na ndugu yetu hapa. Nazungumza naye tuambie kile ambacho kimejiri, lakini kwa ufupi tu, ndugu yetu ameweza kumwacha mke ambaye amedumu naye kwa muda wa miaka 10 kisa nusu kilo ya nyama. Nini ambacho kimetokea? Ama unaweza ukashangaa kwamba nyama inaweza kusababisha mtu aachwe. Hata mimi nilishangaa kama wewe. Tumsikilize ndugu yetu kwa kile ambacho anatuhadisia, uweze kujua kipi ambacho kimejiri. Kwa nini ameweza kumwacha mkewe ambaye amedumu naye kwa muda wa miaka 10, wamezaa watoto 4 kisa nusu kilo ya nyama. Kiongozi, habari yako? Salama, vipi hali? Kwema kabisa. Namshukuru Mungu. Sawa, kwa wale ambao wanakutazama kwa mara ya kwanza, wangetamani ufahamu labda wanamwangalia nani, unaweza kujitambulisha kwa majina yako? Mimi kwa jina naitwa Kijiko Mtembezi. Kijiko Mtembezi. Yeah. Huku mkoani Mtwara, kwenye hii wilaya ya Masasi, wewe ni mgeni ama ni mwenyeji kabisa? Mimi kwenye huu mkoa wa Mtwara sio mwenyeji. Mimi ni mwenyeji wa mkoa wa Tanga. Kwa Tanga. Nilikuja huku kwa ajili ya kupambana. Mwanzo kabisa nilikuja kwa ajili ya madini. Lakini nikajikuta nimefika huku mgodi tena ukawa hautemi. Kwa nikaona bora nijichanganye kwenye maisha ya uhalisia, kutoka tena Mtwara kwenda Tanga ni kipande, unajua nauli. Kwa nikabidi nijichanganye. Mimi shughuli yangu kubwa kwa sasa hivi nafanya kazi kwenye kiwanda cha kufyatua tofali. Kiwanda cha tofali. Kwa kifupi wewe ni mwenyeji wa mkoa wa Tanga. Kabila lako? Kabila langu mimi naweza nikasema ni Mwabeshi, ila kwa watu wa Tanga wanajiita Wadigo. Tanga kule ni maeneo gani? Wenda watu ambao wanakutazama wanaweza kusema huyu ni wa nyumbani, huyu wa familia huyo. Asili yangu mimi natokea Tanga mjini, lakini si kwenye mji kabisa. Kijiji chetu kipo nje ya mji, panaitwa Machui. Machui Taviwela, ambapo kihistoria ndo penye kaburi la mtu mmoja alikuwa mtunzi wa vitabu anaitwa Shaban Robert. Sawa, watazamaji wa Nyundo TV, kwa hakika unaweza kusikia kwamba ndugu yetu tupo kwenye mkoa wa Mtwara, lakini yeye ni mwenyeji wa Tanga Mdigo kama vile ambavyo yeye amesema. Moja kati ya vitu ambavyo vimetufanya Nyundo TV tustuke, tukasema wacha tusiliache hili, tuzungumze walau watazamaji wasikie kile ambacho kimejiri. Naamini story yako ina vingi. Kuna vitu ambavyo binafsi mtu anaweza akajifunza kutokana na yale ambayo umeishi. Kwa ujumla tumesikia kwamba umeacha mke kisa nusu kilo ya nyama. Je, ni kweli ama si kweli? Cha kwanza mimi niseme ni kweli. Mimi mwanamke niliyemuoa si mtu ambaye nimetoka naye mkoa mmoja. Nimekutana na mwanamke wa hapa Masasi. Huyo mwanamke kwa kabila wenyewe wanaitwa wa Makonde. Makonde. Lakini cha kushangaza kitu kikubwa kwenye hilo swala la nyama. Maana mtu anaweza kaelewa nyama labda nyama ni vipi. Nyama mimi nilokuwa nimemwacha mke wangu ni nyama ya ng'ombe tu. Nyama ya ng'ombe. Unajua kwa kipindi hichi kwa mikoa ya kusini huku kama Mtwara, asilimia nyingi tunategemea bahari. Kwa hiyo unapokuta nyama kwa kipindi hichi, tunaenda kwenye msimu wa Christmas, nyama inapanda bei. Kilo ya nyama sasa hivi ni 12,000. Kilo ya nyama 12,000 huku Mtwara. Sasa nimejichanga nikasema mimi ndugu yangu ninunue nusu ya nyama. Kununua nyama ile nusu tumekata, yani wakati anakata nimeshika mimi, kashika yeye. Tumekata tumepata vipande 12. Nusu ya nyama umetoa vipande 12. Wewe na yeye mmeshiriki kukata. Na ukiangalia kwenye familia sisi tuna watoto wangapi? 4. Ina maana ukijumlisha tuna watoto wangapi? Mimi na mke wangu tukijumlisha na watoto 4 na mimi mwenyewe
na mke wangu tunakuwa 6. Watu 6. 12 na maana vile vipande kila mmoja apate viwili. Mwisho wa siku imefika muda wa sasa wa kula na kutana vipande 5. Mumekata nyama vipande 12 kabla ya kupika. Muda wa kula umefika, imekutana vipande 5. Nini kilifuata? Kilichofuata namuuliza mwenzangu, sasa hivi vipande vilikuwa 12, vimebaki 5. Hivi 7 vimeenda wapi? Anambia nilionja. Hivi kweli kwa akili yako inakuingia akilini mwanamke aonje vipande 7? Na kuuliza wewe mtangazaji, vipande 7 mwanamke anaonjaje? Vipande 7 vya nyama vipo, anasema alionja. Ina maana kwenye watoto wale 4 tukijumlisha sisi wazazi vile vipande 6 hatuvipati, na maana vipande 5 mmoja anapelea. Sasa asile yeye, nile mimi na wanangu. Nilichokifanya vilivyobaki hivi 5 mimi na wanangu tukala kimoja, ili yeye asione kama sisi tumemnyima. Nilichoamua nikamwambia mama, hapa tulipofikia panatosha. Ukaandika taraka? Nikaandika kabisa, nikachukua kwa mkono wangu, tena sio moja, taraka 3. Sitaki tena kumrejea. Kisa vipande 7 vya nyama. Si nimekwambia vilikuwa vipande 12 na kutana na kwenye muda wa kula vipande 5. Sasa kwa nini simwache? Kwa sababu sisi tuko watu 6, vipande 12 tumekadiria sisi kwenye watu 6, ina maana kila mtu anakula viwili. Lakini vimebaki 5, na 5 na maana kwenye watu 6 hapo tunapata kila mtu kimoja na mmoja anapelea. Sasa yule aliyepelea ndo nikaamua kumtoa kwenye kundi. Maana samaki mmoja akioza si wote wameoza. Sasa mimi sikutaka tu wote tuoze. Yule aliyeoza mmoja nikamtupa pembeni. Tubaki kuwa wazima. Inawezekana kwa ni story fulani hivi mtu akisikia kaona kwamba huyu mwanaume ana shida. Ana shida kwa sababu hapakuwa na kawaida ninyi kula nyama, imetokea sasa leo ni au maana yake nini? Nilikwambia kwamba mimi nimekuja Mtwara. Lengo langu walikuwa sio swala la kuja kubeba tofali. Nimetoka Tanga, nilisikia huku Mtwara mgodi umetema. Kuna sehemu kunaitwa Nachingwea. Nachingwea ndo sehemu yangu ya kwanza kuingia. Mimi nilipofika Nachingwea nikapambana kwenye mgodi. Lakini mwisho wa siku ule mgodi umefika stage hautemi. Madini hakuna. Nazidi kuendelea kuishi maisha yale. Nauli ya kwenda nyumbani kwetu Tanga mimi siipati. Nikatoka pale nikasema ngoja nije nitafute maisha Masasi. Nimefika hapa tena nikasema basi maisha popote nipambane. Sasa katika kupambana nimempata mwanamke ambaye nimezaa naye watoto 4. Nimemwacha sio kwamba napenda, inaniuma. Leo hii watoto 4 na waleaje bila mamao? Ndoa yenu ilidumu kwa muda gani hasa? Ama lini ambayo mliweza kufunga ndoa? Mpaka tunapata watoto 4. Tumeishi ndani ya ndoa ndani ya miaka 10. Miaka 10. Yeah. Lakini uone kama umemwacha kirahisi hivi kisa vipande 7 vya nyama? Kwa sababu yule mwanamke kabla mimi kumwoa tuliishi ndani ya maisha ambayo unajua kuna maisha fulani ambayo mnaamua kuishi kabla ya ndoa. Tumeishi miaka 3. Tukapata mtoto mmoja. Ndani ya miaka 7 ndo nimepata naye watoto 3. Sasa ukiniambia swala labda eti nimemwacha kirahisi, hii miaka 7 wewe unaiona midogo kwenye ndoa? Nikuulize wewe, hii miaka 7 unaiona ni midogo? Mimi nimemwacha kwa maamuzi niliyochukua. Mimi kazi yangu ngumu ndugu yangu. Yaani swala la kubeba tofali na kupata watoto 4 kwanza namshukuru Mungu. Kuna watu wanaita viwete. Tofali ambao wenyewe wanaobeba tofali huwa tunaita viwete. Yaani kukitoa kitu sehemu iliyokuepo na kukipeleka sehemu nyingine sio kazi ndogo. Sasa jiulize mimi ndani ya hiyo miaka 10 mimi kwenye madini nimekaa mwaka mmoja. Miaka 9 yote nabeba tofali. Leo huyu unakuja kuniambiaje yani kwamba nimemwacha kiurahisi? Familia inasemaje, whether familia yako ama yake mara baada wewe kumwacha? Walikulaumu ama walikuona bado uko sahihi? Mimi kiukweli nimepata lawama kwa upande wao. Kwa sababu mimi hapa Masasi sina baba, sina mama, sina shangazi, sina mjomba. Ndugu wake yeye ndo ndugu zangu mimi. Walijaribu kutuweka chini, lakini kwa kusema ukweli mimi kuna kauli huwa naisikia mara nyingi wa Makonde wana kauli yao, kunyima mtu kitu angalia unacho
mimi naona dhambi. Maana yake nini? Mimi sina imani zile vipande 7 kala yeye, kuna namna ndani yake. Kwa kuna mtu amempa. Yaani kama kuonja basi vipande 2. Kama kala yeye mwenyewe ni vipande hivi 2. Hivi vingine 5. Mimi kuna mtu, mimi naamini kuna mtu aliyepelekewa. Na ndio maana nikaamua kusema basi we nenda huko ulipopeleka hivyo vipande 5, nenda. Huenda akawa ni nani labda? Kwani kuna watu wanafanya maisha yao kwamba unakuta wewe mwanamke umeamua kuishi naye, kuna watu wanaangalia tu nje, wewe unagaramia, mwenzio anajilia tu kiurahisi. Kuna mtu labda tulikuwa tunamuhisi labda jila neno na mambo hayo karibu na mkeo. Na sio kuhisi tu. Yaani kuna maneno na kuna namna, yani kwamba kuna watu nasikia kuna mtu bwana mazingira ya mkeo kuna mtu anapita naye. Na huyo mtu mimi jirani yangu, sio mtu wa mbali, ila kumtaja sema kutokana na si wengine wanaume tumembwana kaba. Kwa mimi nimemwacha yeye, basi aishi maisha yake, kwa sababu si anaona labda mimi ananipikia vizuri. Mimi labda kwamba na faidi amchukue. Umemwacha kisa ameonja vipande 7 ama umemwacha kuna wivu wa mapenzi hapa kati? Mimi userious. Imani yangu inanipa katika hivyo vipande 7 anavyosema yeye kavionja. Hajala vyote. Kala yeye 2, 5 kuna sehemu vimeenda. Ni bora angeniambia ukweli, nikajua kabisa mimi labda wapi napofeli, ili mimi nijue jinsi gani ya kumtuliza mke wangu. Lakini sio kuniambia hivi wewe kweli mwanamke unaweza ukaonja vipande 7 na una watoto, unajua kabisa hapa tumekata vipande 12. Unajua mimi nilimtega. Kwenye kukata vile vipande 12 ulikuwa ni mtego tosha. Nilipima kabisa familia yangu tuko 6. Ina maana kwenye 12 kila mtu anakula vipande 2. Yeye kwa akili ambaye mimi ndo niliyenunua nyama kwanza ukujue. Nikamwambia mke wangu hapa tutoe vipande 12. Yeye ambaye hajui uchungu mimi ile hela naipataje katika mazingira gani, anaenda kuonja vipande 7. Mimi niliyenunua kutoa hela yangu mfukoni. Yeye mimi nakula kipande kimoja kwenye hivyo 5 vilivyobakia. Hata wewe mwenyewe ingekuwa ni wewe ungechukuliaje? Mimi ndo mtafutaji wa hela unajua. Alafu siku hiyo mwenyewe nimeingia gharama ukiachana na nyama tu. Siku hiyo nimejinyosha kabisa nikasema mke wangu, mazingira yaliokuepo leo naomba upike wali. Leo hii inatokea mtu ndugu yangu nakutana na kifinyango kimoja cha nyama. Na hiko kifinyango kimoja kwenye familia hakitoshi. Kabla ya leo mara mwisho lini mlikula nyama kwenye familia yako? Kusema ukweli nina mwezi. Una mwezi? Yaani mimi kama nitakula nyama mara nyingi ni mgawani, kwa sababu nakuwa niko kwenye shughuli zangu. Na hizo kwenye shughuli zangu kwa mkoa wa Mtwara watu wengi hawapiki wali nyama, wali samaki. Na samaki mwenyewe unajua Masasi na Mtwara ni vitu vili tofauti. Masasi ni wilaya iko mbali kabisa na sehemu ya bahari. Masasi unaweza kusema ni bara. Kutoka Masasi kwenda Mtwara nauli ni 5,000. Muuza samaki anayeuza Masasi akitoka kwenda Mtwara hawezi kwenda kubeba samaki wa kuuza siku moja. Anabeba samaki wa kuuza siku 5 mpaka 4. Sijui umeelewa? Sasa katika uhalisia sisi mara nyingi kitoweo tunachokitumia kikubwa hapa Masasi ni samaki, sio nyama. Na ukiona mtu anakula nyama kusema ukweli kidogo alhamdulillah mfukoni yuko vizuri. Kama mwanamke ambaye umemwacha muda huo utapata nafasi ya kukutazama, unahisi maneno gani ya faraja ama yoyote ambayo unaweza kumwambia? Sitaki mwanamke. Mimi niko tayari kulea watoto wangu kuanzia leo, sitaki mwanamke. Utaki mwanamke? Nimesema kabisa sitaki tena mwanamke. Kuanzia leo sitaki tena mwanamke. Nimemvumilia sana. Yaani sio nyama tu, nimemvumilia vingi sana. Vitu vingine vya ndani huwezi kusema. Mimi nimesema kuanzia leo sitaki tena mwanamke. Niko tayari kulea watoto wangu. Yaani hapa yenyewe nilipo. Kusema ukweli. Mungu akileta wepesi na nikapata riziki, niko tayari kuwasafirisha watoto wangu kuwapeleka Tanga ili kuonyesha kwamba sitaki mwanamke tena. Vipande 7 vya nyama vimekufanya useme utaki mwanamke? Sitaki tena mwanamke. Nakwambia kweli. Yaani sitaki tena mwanamke. Kuanzia leo nasema sitaki tena mwanamke. Bwana mimi nashukuru sana kwa muda wako ndugu yangu. Mwanamke nimeishi naye miaka 10. Pole sana kwa hilo lilokukuta. Sidhani kama kutakuja mwanamke mwingine ambaye mimi anaweza akaniingia akilini nikamuelewa. Mimi kuanzia leo sitaki mwanamke.
Bwana, ni mazungumzo na ndugu yangu hapa tukiwa maeneo ya Mtwara kwenye wilaya ya Masasi. Ni moja kati ya story ambayo binafsi nilisikia nikaguswa nayo, nikasema wacha nazungumze naye ili Mtanzania uweze kujifunza kama sio kupata elimu. Chochote kile ambacho nahisi unaweza kupata kupitia kwa hiki ambacho kimemkuta ndugu yetu. Kubwa zaidi, amemwacha mkewe kisa nusu kilo ya nyama, kama alivyoweza kuhadisia mazungumzo yake. Walinunua nyama nusu, Mungu alikuwa amemjalia riziki, alhamdulillah, wakakata vipande 12. Kufika kwenye sahani mwisho wa siku kukawa na vipande 5 tu. Vipande 7 vipo wapi? Mwanamke anasema nimeonja. Mengi amezungumza. Hebu usisahau kuacha comment yako kwa chini hapo kuhusiana na hiki ambacho tumekizungumza. Mwanamke kaachwa kisa vipande 7 vya nyama kuonja. Ni sahihi ama sio sahihi? Unahisi mwanamke anakosa lolote ama jamaa ambaye ameacha mke anakosa lolote? Mwisho kabisa nikwambie, kama ni mara yako ya kwanza kutazama video kunako YouTube channel yetu Nyundo TV, usisahau kusubscribe. Lakini je, kama wewe ndio ungekuwa mwanaume ambaye umenunua nyama nusu, Mungu amekupatia riziki, mwanamke wako ameonja vipande 7, mwisho wa siku vimebakia vipande 5, ungefanyaje? Tunaomba majibu yako. Thanks for watching.